Ulijisikiaje ulivyopigiwa simu kwamba wewe ndiye mshindi wa gari hii kutoka Pimbe? Kwa kweli sikulala, lakini sasa hapa tumeamini kusema wana kumbe ni kweli. Ligi pendwa ambazo huenda zimekupelekea wewe kuwa kwenye orodha ya washindi wetu wale wanaofanya vizuri mpaka kuja kwenye ushindi huu mkubwa. Ni ligi ya Uingereza. Kupitia nyota 149 nyota 23 alama ya reli ama kupitia tovuti ya pmbet.co.tz ukajisajili, unakuwa sehemu ya draw nyingine zijazo na ushindi ukawa kwako. Mambo vipi popote pale ulipo mwana kandanda, najua ubuheri wa afya huko ulipo, unaenjoy kweli na kuselelea burudani kweli ndani ya mfalme wa soka, mzee wa friji bovu, mzee wa ulumbi, Mr. Energy. Niko hapa kukupa taarifa mbalimbali ambazo ninazo kwenye vyanzo vyangu, na leo mara baada ya finali ya Azam dhidi ya Yanga, kwa maana mechi ile iliyochezwa Kombe la Mapinduzi na Yanga kuibuka kidedea bana, taarifa zinaingia kwenye vyanzo vyangu. Taarifa zinaniambia kwamba mnyama hajapoa, ingawa amesuasua hapa katikati, lakini taarifa zinasema kwamba Simba wamepanga kuwatoa kwa mkopo wachezaji wao watatu, ambaye ni Joshua Budo Mutale, Steven Dese Mukwala pia anahusishwa hapo pia kutolewa kwa mkopo, pamoja na Chamu Karabwe. Sasa wakati wachezaji wao wanatolewa kwa mkopo bwana, taarifa imeingia kutoka kwenye vyanzo vyangu muhimu na makini kweli, na taarifa zinaniambia kwamba Simba Sports Club wao katika hatua za mwisho kukamilisha usajili wa nyota wa Tengueth ya pale nchini Senegali, Libase Gueye. Libase Gueye wengi wanamfahamu. Huu ni kijana mwenye talent kubwa, amezaliwa mwaka 2003 na sasa hivi ana miaka 22, anatafuta 23, lakini sasa ni nyota ambaye kama ninyi ni wapenzi wa mpira mnafuatilia vizuri, mtakuwa mlimshuhudia huyu fundi kwenye michuano ya CHAN ambayo ilikuwa inafanyika hapa kwetu Tanzania bara na visiwani, lakini pia Uganda pamoja na pale nchini Kenya. Tuliona balaa lake, na bahati nzuri ni kwamba Libase Gueye alikuwa akichezea timu ya taifa ya Senegal katika michuano ya CHAN, na walipangwa kundi moja na Nigeria kama unakumbuka, pamoja na kina Sudan, lakini kilichotokea ni kwamba alicheza mechi yake dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria, Libase Gueye, na katika mechi hiyo Libase Gueye aliibuka kuwa man of the match katika ile mechi, kwa maana alikichafua kweli kwa watu waliofuatilia. Lakini kama kuna watu ambao wao huwa wanafuatilia kwa ukaribu na walifuatilia hii michuano, nyota ambaye alikuwa akiimbwa sana na nyota ambaye alitakata sana katika michuano ya CHAN ni Libase Gueye. Huyu ni nyota ambaye yuko Tengueth ya pale Senegali, lakini wakati michuano inaendelea ya michuano ya CHAN, wakati inaendelea hapa, Simba walishaanza kuonyesha interest ya kumtaka mchezaji, lakini kwa kuna changamoto kweli kwa mawakala wa mchezaji, kwa sababu tayari kuna ofa mbalimbali ambazo zilikuwa zina fika kwenye meza ya mawakala hao pamoja na wanaomsimamia Libase Gueye, na taarifa ikufikie kwamba naweza nikasema ni mmoja usajili mzuri, kwa sababu kama haya mambo yatakamilika, bwana Libase Gueye anaweza kaenda kasaidia sana Simba, na pengine tukaiona Simba strong sana, kwa sababu wamekuwa wanyonge hapa karibuni, wamekuwa waonekani wakifanya usajili wowote, wamekuwa waonekani wakijaribu kuongeza wachezaji wakati dirisha liko wazi, kabla dirisha halijafungwa. Lakini tunaona kuna mapungufu ya wachezaji wengi tu, kama kina Joshua Mutale, kina Neo Maema bado hawajaklika, hawajaonyesha ubora wao. Na nikukumbushe tu Libase Gueye amekuwa kwenye kiwango bora sana kwenye michuano ya CHAN iliyopita, kama unakumbuka, akiwa na timu ya Senegali. Na kwenye timu ya Senegali Libase Gueye mechi aliocheza vizuri sana ilikuwa ni dhidi ya Nigeria, na kama unakumbuka ndio mechi ambaye Mwamba alichaguliwa man of the match. Amekuwa akipata sana hizo tuzo, hata akiwa pale Tengueth amekuwa akiondoka sana na tuzo za mchezaji bora na tuzo za MVP, amekuwa akivuna sana tuzo hizo. Ni mchezaji mdogo sana, ukiangalia umri wake ni miaka sasa hivi anatafuta 23, ukiangalia ni kijana mdogo, lakini talanta aliyokuwa nayo ni kubwa. Na kama unafahamu Metz ya Ufaransa ilikuwa inamhitaji pia, vitu vichache sana vikashindikana, vibali na mambo kama hayo, lakini pia katika mkataba kuna baadhi ya terms ambazo alikuwa anazihitaji pamoja na mawakala na watu wanaomsimamia. Metz walishindwa kuweka vitu sawa, lakini mwisho wa siku bwana mdogo akabaki pale Tengueth, na bado timu zingine nyingi tu zikawa zinaendelea kumuona. Sasa taarifa nilizonazo, Simba wamefanikiwa mpaka sasa hivi kufanya mazungumzo naye. Asilimia ambazo Simba nazo
ni kubwa zaidi ya klabu nyingine yoyote ambayo inamtaka bwana mdogo Libase Gwe, kwa sababu Simba wameshafanya mazungumzo wa pande zote tatu, kwa maana pande ya klabu, pande ya mawakala, lakini pia upande wa mchezaji, kwa maana upande wanaomsimamia pamoja na upande wa mchezaji, kote Simba ameshafanya mazungumzo. Huyu ni kijana mwenye talanta, ana uwezo wa kucheza winga wa kulia, pia ana uwezo wa kucheza winga wa kushoto. Anapenda sana kutumia mguu wake wa kushoto, kwa maana ndio mguu wenye nguvu sana. Na huyu aina ya uchezaji wake, kama ulikuwa unamtazama, kama ushawahi kumfuatilia kwa uzuri sana Sadio Mane, hana utofauti kabisa, kwa sababu anatumia nguvu, lakini pia pale wakati wa kutumia akili anatumia akili, lakini kingine alichonacho ni faida ya energy ambayo haikati dakika zote 90. Kwa hiyo ni moja ya kiwango na alichokionyesha kwenye michuano hiyo ya CHAN iliweza kuwavutia mabosi wengi. Timu nyingi zikaanza kuvutiwa naye, timu nyingi zikaanza kumhitaji, lakini Simba Sports Club nao pia walihusishwa. Awamu hii wameona warudi nyuma wakampate mwamba huyu. Fahamu ya kwamba Simba wana mpango wa kumwacha Joshua Budo Mutale mara baada ya kushindwa kuonyesha kiwango bora kwenye ligi tangu amejiunga pale. Wana mpango wa kumpeleka kwa mkopo, lakini pia au kumuuza kabisa, lakini pia wanataka wampeleke pia kwa mkopo Dese Mukwala. Kwa kuna nafasi zipo pale. Wanataka pia waachane na Chamu Karaboe, walete beki mwingine. Kwa ukiangalia ni kwamba wanataka wafanya mabadiliko, na kocha alisema Steven Becker yeye ndo amewaambia wamchukue huyu, kwa sababu Steven Becker alipofika alisema anataka wachezaji 5 ambao watafiti kwenye mifumo yake, ambao wanaweza kaenda sawa na project yake, kwa sababu amewatazama waliopo, bado haoni userious mkubwa, haoni kama kuna upambanaji wa hali ya juu kwa hao wachezaji, haoni pengine kama kuna wachezaji wenye talanta zaidi ya wachache ambao wapo. Kwa ameona kwamba sasa wakimbie wampate bwana mdogo Libase Gwe akaongeze nguvu. Kwangu mimi ukiniambia ni usajili wa namna gani, unaweza kuwa usajili bora sana. Yani hata Alan Okello akasubiri, kwa sababu nimemtazama, nimeona ubora wake, ametakiwa hadi Ulaya. So sio mchezaji wa kawaida. Na pale Simba kama ataingia na ataimarisha kiwango chake, it means kwamba ana muda mchache sana wa kucheza ligi yetu hapa, kwa sababu ni mchezaji ambaye anajitambua, lakini pia ni talanta. Yani mchezaji aliozaliwa kwa ajili ya kucheza. Faida ya kwanza alionayo, anafunga sana magoli kwa kutumia mguu wake wa kushoto na mguu wa kulia pia. Faida yake ya pili aliyokuwa nayo, anapiga pasi za upendo, pasi za magoli. Yani pasi zinafika kwa wakati, pasi laini, pasi chonganishi, zote anafanya. Faida nyingine alionayo, huyu mwamba, yeye mwenyewe anaweza akatoka na kijiji chake, akakimbiza mabeki, akakimbiza viungo na akafunga goli katika mazingira yoyote. Lakini pia faida nyingine alionayo, anafunga kwa free kick mita 20, mita 30, mita 40. Yani kwa sababu nimemshuhudia hata kwenye michuano ya CHAN kwa anafanya hivyo. Lakini pia mzuri kupiga kona ambazo zinaingia moja kwa moja. Kwa hiyo kama atakamilisha kwa hizo 90% ambazo Simba mpaka sasa hivi amefikia, ninaona kabisa kwamba mnyama atakuwa na usajili bora sana. Ninaona kabisa mnyama atakuwa na wachezaji ambao ni tishio kabisa. Ninaona kabisa mnyama anaweza akarudi kwenye makali yake. Lakini pia viongozi wanapaswa kuwa makini. Unaweza ukamleta mchezaji mzuri kama Libase Gwe, lakini akacheza ndani ya msimu mmoja, baada ya hapo akashindwa kufanya vizuri, baada ya hapo akashindwa kuonyesha kile kilicho bora. Kwa nini? Kwa sababu seriousness wa viongozi ni mdogo sana. Viongozi hawawajibishi wachezaji, viongozi hawana maelewano, viongozi wanahitaji utulivu. Yani wakati unatafuta mchezaji mzuri kama Libase Gwe, ninyi kama viongozi pia mnapaswa kuwa na utulivu, mnapaswa kuwa makini, mnapaswa kuhakikisha wachezaji vipaji viwango vyao vidorori, mnapaswa kuwalinda pia wachezaji wenu, kwa sababu unaweza kuleta mchezaji mzuri kama Libase Gwe, alafu watu wengine wakaanza kumzengea hapo nyuma, mwisho siku karibu michongo wakamharibia. Lakini pia licha ya kumharibia, mchezaji akaanza kupotea, kwa sababu kuna starehe nyingi sana hapa nchini, tofauti kabisa na Senegal huko walikotoka na kwingineko. Kwa maana mchezaji unapomwachia uhuru, leo anaweza akawa anahangaika na wanawake, leo anahangaika na pombe, leo anahangaika na hiki, mitandao ya kijamii inamteka, anapotea kwenye ramani. Kwa hiyo wanapaswa kulinda na kujua wachezaji wanalindwa vipi, lakini pia wanapaswa kujua wachezaji wanawekewa vipi userious wa hali ya juu sana, ili wasipotee pia kwenye game, kwa sababu mwisho siku utakuwa unamiliki wachezaji wazuri, lakini mara baada ya kumiliki wachezaji wazuri, kitu gani cha ziada ambacho unakifanya kwa protect ya wachezaji? Kitu gani cha ziada unafanya kwa protect ya wachezaji? Hichi ndicho ambacho watu wanalia. Mimi kila siku watu wananipigia simu, Friji Bovu, vipi bwana Simba mbona tuelewi? Simba anatuumiza, Simba nini? Viongozi wasiumize mashabiki. Viongozi wajue namna gani ya kuwapa mashabiki vitu ambavyo wanapenda. Huyu Libase Gwe
ni usajili mzuri sana. Hawapaswi kuwa watu wa maneno. Kama sasa hivi nilipata taarifa asilimia ni kubwa sana za mchezaji huyu kutua. Isije ikatokea hapa katikati mmoja kafelisha ile dili, huyu mchezaji hajatua pale, alafu baadaye ukasikia wananchi wamebeba kama ambavyo wanafanya kwa wachezaji wengine. Yaani ukishasikia tu Simba wamefanya hivi na wao pia wanakimbia pale. So kwangu mimi nafikiri ni usajili mzuri. Mnyama anapaswa kutuliza akili. Huu ndio usajili ambao unaweza ukawavusha na ukawapeleka pazuri. Ulijisikiaje ulivyopigiwa simu kwamba wewe ndiye mshindi wa gari hii kutoka Pimbe? Kwa kweli sikulala, lakini sasa hapa tumeamini kusema wana kumbe ni kweli. Ligi pendwa ambazo huenda zimekupelekea wewe kuwa kwenye orodha ya washindi wetu wale wanaofanya vizuri mpaka kuja kwenye ushindi huu mkubwa ni ligi ya Uingereza. Kupitia nyota 149 nyota 23 alama ya reli, ama kupitia tovuti ya pmbet.co.tz ukajisajili, unakuwa sehemu ya draw nyingine zijazo na ushindi ukawa kwako.